cha mnyama. Nguvu unajua siku zote ni kitu cha kuisha, lakini akili ya Chama Clatous ni ya mwaka wa mbele sana. Chama bado ana uwezo wa kuwa sehemu ya kikosi cha kwanza kwenye timu yoyote ile ndani ya ligi kuu ya NBC. Lakini kuna watu hapa watakwambia timu gani? Chama ndani ya Simba Sports Club anaanza pasipokuwa na ukakasi wowote. Chama ndani ya Simba anamweka mchezaji yeyote ambaye anacheza katika ile nafasi ya namba 10 kwenye kikosi na anamweka benchi vizuri mno. Unajua Chama ni mchezaji mzuri. Nilikuwa nimezungumza hapa wakati Chama ametoka Simba Sports Club ya moto akaelekea zake pale FAR Rabat kwa sababu walihitaji wakiwa na mpunga mkubwa. Baada ya hapo Chama alirejea ndani ya Simba, si ndio? Lakini baada ya kurejea Simba Chama hakufeli na Chama hakuondoka Simba kwenda Young Africans kwamba Chama alifeli, hapana. Walishindwa kukubaliana kwa demand ya kimkataba, kwa maana kwamba alifeli kwa sababu maslahi yaliyokuwa anayahitaji viongozi wa Simba hawakuweza kufikia, na waliona yes, basi tumpe wakati akajaribu changamoto sehemu nyingine. Lakini Chama baada ya kwenda pale Young Africans, Chama pia Young Africans hajafeli, amekutana tu tofauti na falsafa ya Young Africans walivyokuwa wanahitaji. Young Africans wanahitaji wachezaji ambao wanacheza kwa kasi, wachezaji ambao wanakimbia, wachezaji ambao sio wakati wote watapozesha game. Lakini Chama Clatous ni mchezaji ambaye yeye anapozesha game, ni mchezaji ambaye anacheza slowly lakini but sure. So baada ya kwenda pale Young Africans akakutana na upinzani mzito. Kuna wachezaji wanakuofa zaidi ya ubunifu kiwanjani, wanakuofa zaidi ya utulivu kiwanjani. Unamzungumzia Maxim Pianzengeli, mchezaji ambaye anakimbia eneo kubwa uwanjani. Unamzungumzia Pacome Zouzoua, unazungumza wakati huo alikuwepo Stephen Aziz. Wote hao walikuwa ni wachezaji ambao wanakuofa vitu ambavyo Chama Clatous kuna baadhi ambavyo anavimisi, kwa maana kwamba kama kukaba, kusaidia timu kiuchezaji kutoka chini, kurudi kuchukua mipira. Kwa hiyo Chama ni mchezaji ambaye anakimbia eneo kidogo, lakini mpira unapokuwa mguuni, hapo ndipo unapouona umuhimu wa Chama ndani ya kikosi, na hapo ndipo unakuja kuuona umuhimu wa Chama Clatous na faida ya kuwa na mchezaji kama yeye ndani ya uwanja. Ndio maana anasema kwamba Chama Clatous, pamoja na kwamba nguvu huwa ni kitu cha kuisha, kwa maana kwamba energy yake itashuka kwa sababu ya umri unavyozidi kwenda, lakini akili ya Chama ni ya mwaka wa mbele sana. Kwa sababu hiyo inatosha kwenda kurejesha matumaini ya wanasimba, na ndio maana Simba hawajachagua Chama aende akakabe ndani ya timu yao. Wamechagua Chama aende akatengeneze nafasi, amechagua Chama aende akaongeze ubunifu ndani ya timu. Hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinakosekana pale ndani ya Simba. Wana wachezaji wazuri katika maeneo mengi, lakini bado hawana ule ubunifu wa kutengeneza nafasi ambazo zitakuwa ni kama clear chances na open chances ambazo zitakuwa ni rahisi zaidi. Walikuwa wanahitaji mchezaji ambaye anaweza akapiga pasi ambazo ni penetration passes, pasi ambazo ni za kuriski, pasi ambazo zinaweza zikavunja ile back line ya mpinzani. Sasa hizo pasi zipo kwa Mwamba Lusaka, lakini tunajua kwamba uwezo mkubwa wa Chama kwenye mipira iliyokufa, mipira ya kutenga, faulo za nje ya 18, pia anaweza akawa na iofa Simba Sports Club na kuwanufaisha zaidi. So ni kitu kikubwa kwa mchezaji kurejea, na miongoni mwa sehemu ambazo Chama anafurahia na enjoy maisha ni ndani ya Simba Sports Club. Tumeona baada ya yeye kutangazwa kurejesha ndani ya Simba, mzee wake amempigia simu akiwa na furaha kubwa. So ni sehemu, Chama ni sehemu ya familia na Simba ni sehemu ya familia ya Chama Clatous. Ni kama tu mchezaji ambaye huwezi ukamtoa sehemu ambayo amekulia kwa kipindi kirefu. Ni vile kutenganisha mapenzi na mpira wa miguu. Na hata Chama ukimuuliza uhalisia wake wakati anakwenda Young Africans, alikwenda kama sehemu tu ya kwenda kujificha kwa wakati, kutengeneza mashabiki wa Simba wa umisi, kutengeneza mashabiki wanaompenda waendelee kumfurahia katika anga zima ya mpira. Sasa baada ya urejeo wake tumeona feedback. Unajua feedback nzuri inatoka kwa mashabiki. Hebu kwa sasa kawaulize mashabiki wa Simba ni wangapi ambao wanakubali na wamefurahishwa na urejeo wa Chama ndani ya Simba. Wengi watakwambia Chama ni mchezaji mzuri na tumefurahishwa na urejeo wake, lakini bado kwa wale ambao wanajua mpira zaidi watakwambia kama timu inajengwa na wanatengeneza timu ambayo itakuwa ni imara kwa hapo kesho, basi Chama hatakuwa na msaada huo, kwa sababu umri wake unavyozidi kwenda ndivyo anavyozidi kupunguza makali yake. Japo uwanjani atakuwa anatoa kitu ambacho ni kizuri kwa asilimia ambazo yeye anaweza kaona yuko fit. So ni kitu kikubwa kwa Simba kumrejesha ndani ya Simba, lakini Simba pia wanahitaji kutafuta backup mapema wakati huu ambao Chama atakuwa akijaribu kurejesha na kuokoa jahazi la Simba katika kipindi hiki kigumu. Unajua kila shabiki wa Simba anatambua huu ni wakati mgumu walionao Simba Sports Club.
Hawahitaji wachezaji ambao watakuja kuchukua muda mrefu kuhakikisha kwamba wanairejesha timu katika ramani nzuri, bali wanahitaji wachezaji ambao watafika na kuvaa nembo na viatu vya Simba na kuhakikisha kwamba timu inaokolewa, kwa sababu utajiri wanaofanya Simba kwa sasa sio wa kwenda kuijenga timu, ni wa kwenda kuokoa timu, kwa sababu jahazi lao linaonekana kuzama. Timu iko dhaifu bin lai. Wanahitaji wachezaji ambao watairudisha timu katika mstari kwa haraka ili iweze kurejea na kurejesha mioyo ya mashabiki wa Simba kuto kuendelea kuiamini timu. Sasa waendelee kuiamini na kuisupport timu katika kila nyanja yoyote kiwanjani.